Barakatu, jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumeingia Mkwakwani Tanga tukiwa salama, ni jambo la kumshukuru. Safari unajua ilikuwa sio ndogo, safari ni ndefu, lakini Mwenyezi Mungu amejalia, safari ilikuwa nzuri, safari ilikuwa na neema. Tumefika salama Tanga, na Tanga kumekuwa na hali ya hewa nzuri. Nafikiri waandishi mmekuwa mashahidi, hali ya hewa si ya kibaridi wala si ya kijoto, kwa maana kwamba ni standard nzuri ya kuona namna ambavyo pambano letu leo litakwenda kufanyika mnamo saa 12:30 katika uwanja Mkwakwani. Tuanzie hapa Sheikh Mikoyi Kisugu, mchezo leo na mchezo dhidi ya Coastal Union, mchezo ambao Simba Sport Club wanahitaji alama 3 ili kuendelea kwenye zile mbio za ubingwa. Upande wa pili wanasema kuwa Simba na Coastal Union ni mchezo wa kawaida tu kwenye makaratasi. Maneno yapo, wacho waseme, lakini yote ni propaganda kutaka kutusarusha sisi kama Simba. Sisi tunajua moja katika wapinzani ambao wana upinzani mkubwa katika ligi ya NBC na Simba basi ni Coastal Union ya Tanga. Moja ni wakumbusha wanaosema hivi, mwaka jana tumekosa kwa mabingwa wa ligi ya NBC. Moja ya chanzo ilikuwa Coastal Union ya Tanga katika uwanja wa KMC. Walikwenda kuonyesha upinzani, walikwenda kushindana, lakini mwisho wa siku walipata suluhu na sisi, mbio za ubingwa zikatoweka katika uwanja wa KMC. Kwa hiyo hao ambao wanaosema Simba na Coastal Union wakikutana hakuna upinzani, mimi najua ni sio watu wa football. Lakini sio watu wa football. Watu wa football wanajua namna ambavyo upinzani mkubwa unaotokea Simba na Coastal Union ya Tanga. Kwa hiyo sisi kama Simba tumekuja na tahadhari kubwa, tumejipanga, tunajua ugumu wa Coast, lakini otherwise hakuna namna. Coast lazima tuachie point 3 leo katika uwanja Mkwakwani, kwa sababu tunaamini kwamba tunahitaji point 3 kuliko kitu kingine chochote. Malengo ya Simba mwaka huu ni kwenda kwa mabingwa wa ligi NBC, na unapotamani kuwa bingwa wa ligi NBC maana yake kwamba kila mechi ambayo inakuja mbele yako ni kwenda kupata matokeo. Leo hii mechi iliyokuwa mbele yetu ni dhidi ya Coastal Union ya Tanga. Tunawaheshimu moja kama ni timu ambayo inashiriki kwenye ligi ya NBC, lakini hatuogopi. Tunawaambia Coastal Union wamba tumefika Mkwakwani, tunahitaji point 3. Wametaka watatoa, hawakutaka watatoa. Kuna muda ukishafika umri na uwezo uliokuwa nao, kuna vitu lazima ulazimishe ili mradi mipango yako kwenda kufanyaje? Kwenda kukamilika. Coastal tunalazimisha hapa leo kuwafunga. Wametaka watafungwa, hawakutaka watafungwa. Simba point 3 lazima. Umemsikia mwalimu wa Coastal Union anasema hawataki kuwa daraja ya Simba Sport Club kuwa mabingwa wa ligi kuu. Alianza Jamhuri Kiwelu Jurio na akatangazia umma akasema toka apewe Mashujaa hajawahi kufanyaje? Kufungwa. Kama kocha amechukua goli 3. Kwa hiyo kama kocha ana haki ya kusema, lakini wakati kocha wa Coastal Union anasema kwa kutumia nini? Mdomo. Nafsi yake unajua? Hakuna mwanadamu mwenye akili timamu asiyejua ubora wa Simba. Lakini kwa sababu yeye yuko kazini, hawezi kusema kwamba leo Simba anakwenda kufanyaje? Kufunga. Lakini ukweli ndani ya nafsi yake anajua ubora wa Simba. Ubora wa Simba sasa hivi, ubora wake sio bara Afrika tu. Ubora wake dunia kwa ujumla. Juzi kelele umezisikia. Kaonyeshwa simu Tio Fernand akahema. Akasema hili goli bora la bado linawauma lile goli. Kwa hiyo wanaumia sana. Ubora wetu unajulikana. Moja unajulikana kwa sababu ya uwezo, lakini pili unajulikana kwa sababu tuna wachezaji wenye quality kubwa. Simba ndio klabu pekee kutoka Afrika Mashariki na Kati inakwenda kufunga goli, dunia inakwenda kusimama. Kwa hiyo kocha wa Coastal Union ana haki ya kusema kwa sababu yeye ni mfanyakazi, lazima aseme, lakini ubora wa Coastal Union wa Simba Sports, Coastal Union wanafanyaje? Wanaujua. Leo anajua anakufa. Yes. Na maneno haya leo yaweke. Baadaye niulizeni, baada ya mechi kusha mpelekeni kipaza sauti. Atasema tumefungwa na timu yenye ubora. Lazima akili. Sheikh Mikoyi, taarifa ambayo inaenea kwa kasi hivi sasa na kitu ambacho kina trend sana ni juu ya aliyekuwa mlinzi wa zamani wa Manchester United na pia vile vile aliyekuwa mchezaji wa timu ya England. Kwa kile ambacho kilichotokea pengine upande wa pili kama imewagusa hivi, goli la Clatous Chota Chama bado linawauma kiasi hicho. Sheikh Mikoyi Kisugu ameshindwa kujizuia mara baada ya kuoneshwa ile goli na kusema ni goli ambalo linatakiwa liingie kupambania goli bora la dunia. Waswahili wanasema kuna muda panapo ukweli uongo unafanyaje? Unajitenga. Na sisi waandishi tunasema kila siku, tunaongea na ninyi. Tukisema Simba ndio watu wa football, mtuelewe, mtukubali, mtupe sapoti. Leo maji na mafuta vimeanza kufanyaje? Kujitenga. Alichofanya Tio Fernand amekwenda kuzungumza ukweli katika kile ambacho afanyaje? Alichokiona na uzoefu wake wa football. Kwa sababu huwezi kuzungumzia mabeki bora wa England bila kumtaja Tio Fernand. Kwa hiyo anajua uzuri wa goli na anajua ubora wa nini? Wa goli. Pambano wanataka kubadilisha taswira kwa namna ambavyo inaonekana alivyokuja Tio Fernand sio sahihi.
Niwakumbushe mashindano ya CHAN, Yanga anakatiwa goli na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ya Aziz Ki. Wakati wa mashindano tunafanya ufunguzi hapa, rais wa shirikisho barani Afrika CAF Mosepe anasema goli la Yanga ilikuwa goli. Simba gani alitukana? Simba gani alishusha? Maana yake mtu akimpila amekwenda kuzungumza jambo la kimpira. Rais wa FIFA anakuja kwenye nchi, rais wa Dar es Salaam Yanga Afrika akamwambia timu yetu mafunga 5, akamonyesha alama kidole. Lakini sisi kama watu wa Simba, sisi si football. Vipi wao leo? Shida mkiwa watumia, alafu akili zikifanana, hamwezi mkafanya jambo likawa la maana. Ukiwa mtu ambaye wewe unaishi kwa kupewa ajenda, nenda kaseme, na unakwenda kusema, jichunguze huko sawa sawa. Huwa siku zote napenda kumkumbuka rais wa awamu ya 4 Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Siku moja wakati yuko Lindi anakwenda kuongea na walimu, wakati huo walimu waligoma, walimu za shule za msingi. Mheshimiwa Jakaya aliwapigia hadithi wale walimu ya ndege Mbayuwayu na ndege Bong'ondo. Maisha ya Mbayuwayu yanajulikana chini, maisha ya Bong'ondo yanajulikana juu ya nini? Juu ya mti. Lakini iko siku Mbayuwayu akaona maisha si ya kukaa chini, akamfuata Bong'ondo juu, akamwambia Bong'ondo, nifunze na mimi niweze kuishi maisha ya raha, wanaopita chini ya kina Kisugu niwe nawaona, kwa sababu muda wote wanaweza kunikanyaga na miguu yao. Akamwambia ili ukitaka kuwa kama mimi naweka jiwe kubwa, nenda juu mita 100, ukirudi ligonge jiwe ile kwa nguvu. Ukiweza kulifanikiwa kugonga jiwe, maana yake mtu utakuwa mwepesi kufanyaje? Kutoboa. Mwamba akaenda juu Mbayuwayu. Wakati anarudi anajiuliza ugumu wa jiwe lile, kokoto nikiligonga nitakuwa hai hivi. Alipofika karibu ya jiwe Mbayuwayu akapiga chenga kakaa juu ya mti. Bong'ondo anamuuliza vipi, mbele jiwe kubwa, nikiligonga mimi nakufa. Kama upande wa pili. Huyu mwanadamu mwenye akili timamu ukiambiwa changanya na zako. Shida ma-influencer wa Yanga atakachoambiwa ndio hicho hicho. Iko siku akatokea mtu akamwambia nendeni mkamtukane mkuu wa nchi, watatukana. Wale ma-influencer wa Yanga? Yes. Hivi leo kuna mtu anatamka anasema Leo Ferdinand ni mchezaji wa kawaida. Wanasema mvunja kuni. Mvunja kuni. Guys. Na ndio maana nikasema wenye fani zao warudi. Mpira ni fani. Godi arudi akafanye kazi yake ya kupika wali. Godi arudi akafanya kazi yake ya kupika biriani. Ni mpishi. Ndio. Mzee wako Maokoto arudi akafanya kazi yake kubwa jinga lile. Lakini niwapongeze sana watu wa Simba. Wamekuwa watu wa mpira, wanakuwa watu ambao wanaonyesha misimamo juu ya timu yao. Mimi niseme tu, hakuna shabiki aliyepita kwenye nyakati ngumu kama mimi, kwa sababu tulikwenda kutofautiana mawazo na watu wa Simba, na hiyo ndio nyumba bora. Nyumba bora lazima mtofautiane nini? Mawazo. Mkiona kwenye familia mawazo mtofautiane, mna shida kwenye nyumba. Hata wewe baba una watoto 5, ukirudi kila siku na malage watoto wanakula wanalala, jua mimi sina watoto. Anatakiwa mtoto mmoja aseme mimi baba malage ananizuru ananitia gesi, sio kila siku malage, mimi nataka samaki. Upe changamoto. Na Shemikoi mara baada ya jana afisa habari wa Simba Sport Club Ahmed Ali akisema akija Ronaldo tunamuonesha tena kama kawaida. Amesahau Ahmed, mimi namkumbusha sio Ronaldo, tuna Messi tutamuonyesha. Kila atakaye kuja lazima aone. Lakini niseme kabla ya kumuonyesha Messi, kabla ya kumuonyesha Ronaldo, watu wanamlaumu Minal. Mmoja katika watu wanaofuatilia channel za Ulaya ni Leo Ferdinand. Alichofanya Minal ni kumkumbusha, lakini goli lile alilianza kuliona kabla hajaja wapi? Tanzania. Wakashaliona tayari. Na ndio maana Minal wakati anamuonyesha alistuka. Mpaka wewe kumbe unalo ile goli. Watu wakasema ile swali lilikuwa ni la kimipango mikakati hivi. Manake Leo amekuja kwa ajili ya AFCON. Leo Ferdinand ni mtu wa mpira, amekwenda kuuliza swali la nini? La kimpira. Nipongeze sana serikali ya Jamhuri ya Muungano chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan. Nimpongeze sana waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo
Mheshimiwa Paulo Makonda wanafanya kazi nzuri, ila niwakumbushe wewe macho, kuna watu wana mipango ya makusudi kwenda kuharibu mashindano ya AFCON. Kitu gani hao mikono? Kuna watu wanatengeneza mikakati ya makusudi kuyatia doa mashindano ya AFCON. Kitu gani hao mikono? Leo haiwezekani wizara imekaa inakwenda kubrandi mashindano ya AFCON, inakwenda kubrandi nchi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu mambo ya utalii, alafu wewe mpishi wa pilau unatoka huko unakuja unakashifu watu, ndio ukicheka na nyani mimi nikushukuru sana. Asante, nikushukuru sana na nyinyi waandishi wa habari. Moja, mnafanya kazi nzuri na imani baadhi yenu wengine mmetoka Dar es Salaam mmekuja kuchukua habari, lakini yote kwa yote, kabla tujafunga, niwapongeze sana wana Simba wa Tanga. Wamenisupply sana wana Simba wa Tanga. Wakati nakuja niko kwenye basi nilichokuwa nafikiria tofauti ambacho nilichokutana nacho. Wamejitokeza, kuna watu wametoka Majani Mapana, kuna watu wametoka barabara 17, kuna watu wametoka Pongwa, kuna watu wametoka Muheza, kuna watu wametoka Magoma. Hii yote kuna namna ambavyo wanakuja kuisapoti timu. Na niwaambie wachezaji wa Simba, mnadaiwa, wanawadai wanatanga.